Uhalisia ambao unauma sana. Swali kubwa ni hili: timu za Afrika zinakwama wapi? Dakika za mwisho zimekuwa jeraha kubwa kombe la dunia. Timu za Afrika zina mkosi gani kwenye hatua ya mtoano? Ukimtoa Morocco ambayo ndio imefanikiwa kufuzu hatua ya 16 bora, simulizi ya timu zingine za Afrika imekuwa na maumivu yanayofanana sana. Ndiyo, soka ni mchezo wa makosa. Kosa moja linaweza kuleta bao. Dakika moja inaweza kubadilisha historia. Lakini kwa timu za Afrika jambo hili limeanza kuonekana kama laana inayojirudia, hasa baada ya mapumziko mafupi ya hydration break katika kipindi cha pili, yaani kuanzia dakika ya 75 kwenda juu. South Africa walionekana kuwa na uwezo wa kusukuma kabumbu mpaka dakika 120. Walikuwa kwenye mchezo, walipambana, lakini dakika za mwisho kabisa zikawa adhabu. Bao la dakika ya 92 likawafanya kuwa timu ya kwanza kutoka Afrika kuaga mashindano. Kisha wakaja Ivory Coast. Walitangulia kufungwa, lakini wakapambana na kupata bao la kusawazisha dakika 74. Ilionekana kama wameurudisha mchezo mikononi mwao, lakini dakika 86 wakaruhusu bao jingine. Mchezo kaisha 1-2, nao wakaaga mashindano. DR Congo nao walitoa mchezo wa heshima. Walicheza kwa nidhamu, nguvu na ujasiri. Walipata bao mapema kabisa dakika 7 ya kipindi cha kwanza. Wakapambana kulilinda, lakini mchezo kageuka katika kipindi cha pili, dakika 74 na 86. DRC wakaruhusu mabao mawili. Kutoka kuongoza wakapoteza 1-2, nao wakaondoka. Halafu wamekuja Senegal. Huu ndio mchezo ambao huenda utawauma kwa muda mrefu zaidi, na ni mchezo ambao umevunja mioyo ya Afrika wengi duniani kote ambao walikuwa na matumaini makubwa na taifa la Senegal. Wengi watasema waliathiriwa na maamuzi ya waamuzi. Wengine watasema VAR haikuwatendea haki. Jambo kubwa na la msingi ni kwamba umepoteza mchezo ambao hukutakiwa kuupoteza. Lakini ukiacha hayo makosa ya kiufundi, baada ya hydration break ya kipindi cha pili yaliwaadhibu vibaya. Senegal walicheza kabumbu safi, walikuwa na umiliki mkubwa wa mpira vipindi vyote, walitawala Ubelgiji kwa vipindi vyote vya mchezo na wakaongoza bao 2-0. Ilionekana kama safari yao ya kusonga mbele ilikuwa wazi kabisa, lakini ndani ya dakika chache, dakika 3 tu, kila kitu kikaporomoka. Dakika 86 Ubelgiji wakapata bao la kwanza. Dakika 89 wakasawazisha. Mchezo kaisha 2-2 na kwenda dakika 120. Kisha dakika za majeruhi, sekunde chache kabla mpira kufika dakika 120, Ubelgiji wakapata penalty na kushinda bao 3-2. Senegal wakaaga mashindano kwa namna ya kuumiza sana, tena kizembe kabisa. Mitandao ikalipuka, Senegal wameonewa, VAR haikuwa sahihi, wapinzani wamebebwa. Je, ni mpaka lini tutaendelea kuwa na mentality ya victimized na kushindwa kudhibiti mchezo ambao tulitakiwa kudhibiti mapema? Je, wapinzani wanabebwa? Je, tunazidiwa mbinu licha ya kuanza vizuri na mara nyingi kuongoza mapema? Je, makocha wetu wanafanya mabadiliko yasiyo na maana katika dakika muhimu, hasa kuanzia dakika za hydration break ya kipindi cha pili? Hapa tunazungumzia kuanzia dakika za 70 kwenda juu. Je, wachezaji wetu wanachoka na kupoteza stamina kwenye dakika 15 za mwisho? Au tunaridhika mapema na matokeo tulionayo, kisha tunaanza kucheza kwa hofu badala ya kuendelea kushambulia? Maumivu ya Afrika hayapo kwenye kushindwa tu, yapo kwenye namna tunavyoshindwa. Timu zetu zinaanza kwa nguvu, zinacheza kwa moyo, zinawafanya wapinzani wahangaike, lakini mchezo unapokaribia mwishoni, tunapoteza utulivu, tunaanza kurudi nyuma kupita kiasi. Tunakabidhi mpira kwa mpinzani, tunapoteza maamuzi sahihi, tunafanya faulo zisizo na ulazima, tunafanya mabadiliko ya kujihami bila mpango. Halafu dakika chache baadaye ndoto inazikwa. Hiki ndicho kinachoumiza zaidi. Timu za Afrika hazina tatizo la vipaji, hazina tatizo la nguvu, hazina tatizo la hamasa, lakini kwenye hatua kubwa kama kombe la dunia, vipaji pekee havitoshi. Unahitaji nidhamu ya dakika 90, akili ya dakika 120 na utulivu wa kucheza kwenye mchezo wenye pressure. Timu zetu zinahitaji kujifunza namna ya kumaliza mchezo, sio tu kuanza vizuri.
Sio tu kupata bao la kwanza, sio tu kutawala kipindi cha kwanza, bali kujua nini cha kufanya unapokuwa mbele ya dakika 80. Kujua wakati wa kushambulia, wakati wa kupoza mchezo, wakati wa kubaki na mpira na wakati wa kufanya mabadiliko yanayoisaidia timu badala ya kuivuruga. Kwa sasa Afrika inaachwa na swali moja kubwa: tunakwama wapi mpaka tunaumizwa hivi? Kwa sababu kila mara inaonekana tunaweza, lakini mwisho wa siku tunabaki kusema tulikuwa karibu kuwamaliza wapinzani, ila ikatokea la kutokea, mpira unadunda bwana. Kusema Afrika bado ipo kwenye ndoto ya kombe la dunia. Ingawa safari imekuwa ngumu, wengine wameanguka, wengine wameumia, wengine wameondoka kwa maumivu, lakini bara bado limesimama. Sasa matumaini ya Afrika yamebaki mikononi mwa mataifa 5 pekee. Morocco ambaye tayari amekwisha fuzu hatua ya 16. Ghana ambaye anarusha karata yake kuvuka kiunzi na kufika hatua ya 16. Vivyo hivyo kwa Cape Verde, Algeria na Misri. Hizi si timu 5 tu. Hizi ni bendera 5 zinazobeba kelele za bara zima, machozi ya mashabiki na ndoto ya kuona Afrika ikienda mbali zaidi kwenye fainali. Je, timu hizi zitatoboa? Je, zitarudia makosa? Zimejifunza jinsi wenzao wanavyofanya? Haya, acha tusubiri.